maana halisi ya kuwa mfanyakazi ni nini? Maana halisi ya kuwa mfanyakazi ni kuwa shareholder katika taasisi au kampuni unayofanyia kazi, shareholder wa maarifa, shareholder wa nguvu au nguvu kazi na kadhalika na kadhalika. Mara nyingi huwa nawaambia wenzangu kwamba wewe ukiwa ni mtumishi wa serikali au sio wa serikali, na wakati wa likizo yako itakapofika, ukiona umeomba likizo siku 28 na ukakaa siku 28 zote nyumbani bila taasisi hiyo kukupigia simu na kukuomba msaada kwa jambo lolote katika ofisi hiyo, bado wewe kama mtumishi wa taasisi hiyo unayo mengi ya kujiuliza kuhusu nafasi yako na uhai wako katika taasisi hiyo. Lakini ukikuta unakwenda likizo siku 28 alafu kunakuwa kuna buguza nyingi kwamba kama naweza hebu rudi hata kidogo, ujue una mchango mkubwa pia katika taasisi hiyo, na ndio maana wanahangaika wakati wote kukusumbua kurudi katika taasisi hiyo kwa sababu ya mchango wako. Sasa tunaposherehekea siku hii muhimu, ni vizuri tu kila mmoja kana anajiuliza nini mchango wake katika taasisi anayofanyia kazi. Leo hii sio tafakari tu inayohusu serikali kwa wafanyakazi wake au inayohusu mwajiri kwa waajiriwa wake, bali ni siku muhimu pia kwa tafakari ya pamoja kuhusu kila mmoja na nafasi yake katika taasisi anayofanyia kazi. Ndugu wafanyakazi mliojitokeza hapa, nikiri kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kufanya kazi nyingi, kama ambavyo mwaka huu kauli mbiu yetu inasema kazi zenye staha ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050. Kauli mbiu hii imeweka ulinzi kwa wafanyakazi na kuhamasisha kazi kwenye zenye staha ambazo ni kazi halali zinazofanywa kwa heshima, maadili na bila kudhalilisha utu wa mtu yoyote. Ni kazi zinazokubalika kijamii na kisheria, na kazi nyingi ambazo hulinda haki na ustawi wa mfanyakazi mwenyewe. Kwa ndugu wafanyakazi mlioko hapa, kauli mbiu hii bado inalenga kumheshimisha mfanyakazi, kumfanya mfanyakazi kuwa wa heshima, lakini katika heshima hiyo ambayo itakuwa katika mtazamo mbalimbali. Niendelee tena kuwashukuru sana waajiri wa sekta binafsi, kwa sababu kumwajiri mtu sio kazi nyepesi. Mara nyingi wanapokea malalamiko mengi pale ofisini kwangu yanayohusu baadhi ya kasoro zilizopo kwa baadhi ya waajiri, lakini kabla sijazitatua changamoto hizo, huwa kwanza ninashukuru kwa waajiri wote kwa kujitokeza na kuwa waajiri, kwa sababu wamekuwa na mchango mkubwa wa kuisaidia serikali. Wapo watu ambao hawajapata kipawa cha kuajiri watu. Katika kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake hajawahi kuwa mwajiri. Sasa pale ambapo mwajiri amejitokeza, ni vizuri tukampigia tena makofi na kumwombea dua ili aendelee kuwa mwajiri mwema katika taifa letu. Lakini dhahiri kuwa mwajiri hawezi kufanya kazi peke yake. Lazima atahitaji nguvu kazi ya watu ili waweze kuyafanyia kazi maono au vision aliyonayo katika taasisi yake. Na kwa mantiki hiyo, umoja na mshikamano, kuheshimiana na kuvumiliana unapaswa kuwepo kati ya mwajiri na mwajiriwa, kwa kuwa wote wanalenga kitu kimoja. Lakini pia nafahamu kwamba katika ajira tulizonazo zipo changamoto. Nirudie tena kuwashukuru TUCTA, lakini tena niwashukuru chama cha walimu ambao leo mmekuwa pia ndio waandaaji wa tukio hili. Walimu oye! Walimu mmekuwa jeshi kubwa katika taifa letu, na hivi karibuni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitoa tena ajira zaidi ya 7,000 na ambazo wengi wameendelea kufanya interview maeneo mbalimbali ya mkoa na taifa. Hii yote ni kuhakikisha anaendelea kutoa fursa za ajira kwa taifa letu. Uhamiaji wametangaza ajira, jeshi la polisi limetangaza ajira, wenzetu wa TAKUKURU wametangaza ajira, jeshi la wananchi wametangaza ajira, pamoja na sekta zingine zote. Hii ni wazi kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na changamoto zinazoweza kuwepo katika taifa letu, lakini bado kila mwaka anahakikisha ametoa nafasi kwa vijana wetu waweze kuajiriwa katika taasisi za serikali na hata zile ambazo sio za serikali.
Lakini pamoja na haya, mifuko yetu ya jamii nayo inaendelea kufanya kazi ambayo iko hapa, PSSF, LSSF, kushika fedha za watumishi wetu, lakini pamoja na kuwapa vinua mgongo pale wanapostaafu. Naomba kwa dhati tena tuwapigie makofi mengi mifuko hii ya kijamii ambayo imeendelea kutimiza wajibu huo pale ambapo inafaa kufanya hivyo.